Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako ipendwa ya Mnyasa Media. Leo niko na mzee wa kunyosha hapa. Naenda kupigana story kuhusiana na mambo mengi ambayo yako kwenye swala zima la kimichezo. Lakini kubwa ambalo tunaenda kulizungumzia ni hukumu ambayo imeweza kutolewa na TFF kwa Ally Kamwe na Ahmed Ally. Tunaenda kugusia hawa wawili kwa maana ya maafisa habari ambao wanaongoza timu kubwa hapa nchini Tanzania. Bwana, mambo vipi? Mambo safi mwandishi. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda mwandishi. Bwana, umesikia hukumu ambayo imetoka TFF kwa Ahmed Ally na Ally Kamwe? Nimesikia. Bwana, unazungumziaje? Kitu cha kwanza mimi naona kama TFF ukizungumzia kwa mfano kama kwa Ahmed Ally au sio? Kwa Ahmed Ally sawa, ni kidogo TFF pale wanawake ambao kukosa manake yule ushahidi wa kutosha ili kumtia matatani. Umeshaona, lakini ukija kwa Ally Kamwe Ally Kamwe mimi kwangu naona kama ni adhabu ambao waliompa umoneo huruma. Umoneo huruma? Kwa nini unasema umoneo huruma Ally Kamwe? Ana matukio mengi. Ana matukio mengi kwa hizo siku za karibuni ambayo ya utovu wa nidhamu ambayo yangeweza kumtia hatiani hata kufungiwa kabisa. Wewe. Lakini kama umempigisha faini, nafikiri sasa ni wakati wa yeye sasa ni kujifunza na kurudi katika mstari kama mwandishi wa habari, kama afisa habari wa klabu kubwa kama Yanga. Kwa hiyo unasema kwamba kwa Ahmed Ally mambo yamekaa sawa? Kwa Ahmed Ally sioni tatizo liko wapi. Ile kwa Ally Kamwe ashukuru Mungu kwa kweli. Ashukuru Mungu. Au unazungumzia yale ya Tabora yale? Yote hayo kama manake yangejumuisha yote hayo. Ni changamoto manake kwake ingekuwa ni changamoto kabisa. Ila bahati yake yani manake ndio hivyo, ampiwa faini, ampewa onyo. Lakini mimi nachoona nikapata huruma kubwa sana kutoka TFF. Bwana, nini kinasababisha maafisa habari wanafikia hatua ya kuitwa kwenye kamati za kimaadili? Unavyoona wewe? Kwa mtazamo wangu mimi ninavyoona ni ukosefu tu wa maadili ambao walikuwa nao. Watu wanataka kiki. Wakati kiki unayoitaka unaweza kuipata kupitia klabu wanazoziongoza ni klabu kubwa sana. Wala unahitaji kutumia nguvu kubwa kuhakikisha mpaka ni uongee maneno mabovu, maneno ya matusi, kumziaki mtu. Umeshaona? Haifai. Wao yani manake wana watu wengi sana hapo nyuma yao. Kwa kiki mimi ndo naona ndo zaidi, yani wanataka kiki yani. Bwana, mnyama kesho Simba anacheza dhidi ya Stellenbosch pale Amani Complex visiwani Zanzibar. Unauzungumzaje mchezo huo? Mchezo sio kama utakuwa rahisi kivile. Lakini nafasi kubwa nampa Simba. Unampa Simba? Kwa nini unampa mnyama Simba kuelekea mchezo huo? Kwanza kwa timu ambayo anaokutana nayo ni timu ambayo manake sidhani, mimi mwenyewe sijui kwanza historia yake sana kwa sababu naona ni timu ambayo ya kawaida sana. Ni timu ya kawaida. Imemtoa mtetezi bwana. Ni kweli imemvua ubingwa Zamalek. Lakini Zamalek wenyewe nayo ukimwangalia kwa sasa hivi tia maji sio Zamalek yule ambao unamjua. Kwa hiyo wamebahatisha kwa Zamalek. Yani ile ni sasa kama vile yani ile tuseme nini? Kuna usemi mmoja wanasema ni kunguru kufanyaje? Ndio kunguru. Au tuseme ni manake yani bahati ya mtende tuseme, yani umepata kama bahati ya mtende. Au kuokota embe chini ya nazi. Chini ya mnazi manake. Chini ya mnazi. Ndio jamaa wale jinsi ambavyo walivyofanya. Sio kama manake wamemtoa Zamalek basi ndio ile wana uwezo tena wa kumtoa Simba. Kwa nini unaipa nafasi Simba lakini sio Stellenbosch? Simba wana mikakati mizuri. Unajua Simba katika michuano ya kimataifa wana mikakati mizuri sana. Mimi huwa napenda sana ni manake mikakati yao. Ni mikakati mizuri na wana usubutu kabisa. Ukisema bwana sisi tuna jambo letu kweli. Na wanaenda kulitimiza ni uwanjani, unaona kabisa kwa wanaenda kulitimiza uwanjani. Kwa hiyo ndio maana nampa nafasi kubwa Simba. Unampa mnyama Simba nafasi kuchukua ubingwa mbele ya Stellenbosch. Kuvuka kwenda finali. Unampa kuvuka kwenda finali. Nampa Simba. Kwa hiyo unaungana na falsafa ya wana Simba kwamba hawaishii nusu finali, lazima wafike mpaka finali. Yani hii hapa hii haiishi mpaka iishe. Unajua mimi nipo kiuzalendo zaidi. Najua ni watu wengi sana wa Yanga watashindwa kunielewa. Au si watasema bwana wengine anawapokea ni manake matusi manini. Kwa huyu jamaa vipi? Lakini mimi nikiangalia Simba yuko Tanzania, Simba sio yuko Kenya au yuko Uganda au yuko sijui yuko Ulaya. Simba ni Tanzania na mimi ni Mtanzania na yeye ndo mwakilishi pekee aliyokuepo. Umeshaona? Sasa kwa nini tusimpe support? Tuache ule utani wetu ambao manake wa kishamba. Sawa.
Akiteleza saa kweli tutazodoana, tafanyaje, lakini kiuhalisia kitaifa nabii tumuunge mkono. Kwa unampa mnyama nafasi ya kuchukua ubingwa kombe la shirikisho barani Afrika. Akijipanga vizuri anachukua. Na mimi naona kabisa Simba safari hii maana yake anaenda kuchukua ile kombe. Anatuletea kombe hapa. Analeta kombe Simba. Kabisa. Na uhakika huo. Kwa nini unaipatia sana Simba nafasi na kipindi sio timu zingine? Ndo naona timu ambayo maana yake yani katika timu zilizokuepo. Labda ni yule tu nani huyu Belikana, si yule wa Morocco yule. Ndio kidogo na Simba yule kasharuka naye. Yani maana yake anamjua sio mgeni. Akipita ile nyingine ambayo alikuwa nao kwenye makundi. Simba tayari kasharuka naye hapa, tumeshaona Constantine wale. Tumeshaona karuka nao. Kwa hiyo yani nafasi kubwa ninampa Simba. Unampa Simba kutokana na timu ambazo saizi zilizokuepo. Kwa hiyo unaipatia nafasi Simba kushinda magoli mangapi kwenye mchezo wao wa kesho? Magoli 3, 4. Unajua yule anatakiwa apigwe kipigwe. Kipigwe yani cha maana, maana yake kwa sababu mechi zinaenda kumalizia huko South. Kwa hiyo kama unaenda kumalizia South anatakiwa hapa apigwe kipigwe cha maana. Kienda kule wewe maana yake shughuli inakuwa ishaisha. Hivyo. Kwa hiyo magoli 3, 4 nayaona. Magoli 3, 4 nayaona. Unayaona? Kwa unampa nafasi mnyama Simba kuweza kufanya ubora wake kama ambavyo wanasema wao. Hivyo ndio inavyotakiwa, yani na mimi naomba ni maana yake ni kwa dua zangu zote yani kwa maana yake anatakiwa afanye hivyo. Wale wanaosema kwamba mnyama Simba hawezi kufika finali, unawaambia nini? Kufika finali inawezekana. Tumeona Yanga hivyo hivyo, watu wanasema hawezi kufika finali na Yanga ilifika finali. Kwa nini Simba sasa ishinde? Alafu kumbuke si ni kulwa na doto juu. Anaolifanya Yanga ujue Simba lazima atakuja kulifanya. Hata kama itapita ni miaka, lakini lazima atalifanya. Atalolifanya Simba, Yanga lazima atakuja kulifanya tu. Kwa hiyo sisi yani ndio tupo hivyo. Umeona? Ndio maana unaweza kukuta sometime unakuta Simba anapoteza mchezo. Alafu zeni Yanga naye anakuja naye anapoteza naye mchezo. Kwa hiyo yani tumeumbwa hivyo kwa sababu ni watu ambao manake tumetoka ubavu mmoja. Kwa hiyo mimi naamini Simba inafika finali na ikibidi kombe inaleta hapa. Kombe inaleta Tanzania. Kesho natamani kocha wa Simba Davis Fadu angemwanzisha nani kwenye kikosi chake kuelekea mchezo huo? Kwa maana kuwa ya mbele au first 11 yote. First 11 yote ya Simba. Kwa mimi hapa navyoona manake first 11 ya Simba. Vile vile yule kipa Kamala, mshaona Shomari Kapombe, kushoto huku Shabalala, pale kati yule dogo nani yule pamoja na Hamza. Zaki Hamza sijui na nani yule Chamao. Na Chamao, maana Chamaloni si bado manake. Bado majeruhi. Namba 6 pale kama kawaida anasimama Ngoma na pamoja na Kagoma. Au sio? Ila hii kwa mechi hii hapa hii Mavambo kama yani kama inamtaka. Mavambo inamtaka mechi. Fernandez Mavambo. Hii Mavambo kama inamtaka. Inamtaka hiyo. Hii mechi Mavambo. Kwa hiyo Mavambo aingize kwenye listi. Yani kama ndo ingekuwa kama ndo mimi kocha manake Mavambo mechi inamtaka. Alafu kama kawaida huku namba 7 Kibu, nani namba 7 Mpanzi? 11 Kibu, si ndio hivyo? Pale 10 na 10 pale mimi naenda na Ateba bwana. Ateba. Pale naenda na Ateba. Pale naenda na Ateba. Ndio kikosi ambacho natamani kianze. Bwana, shukrani sana. Asante.